Jambo langu kubwa ambalo limenileta hapa ni mambo matatu. La kwanza ni kupongeza shughuli ambayo leo mnaifanya, ndicho chama kinavyoagiza kufanya, ili tupate kila mmoja ajue ni jambo gani limefanyika wapi na kwa mapana gani, ili tunapoenda tena kuomba ridhaa kwa wananchi, basi kila mmoja wetu apate kukisemea chama chetu kwa kifua mbele. Kwa hiyo hongereni sana kata ya Olasiti, na hapa tunatamani kata zingine zote ziige mfano huu, ya kwamba ulioyafanya uliyafaa au kuyafanya mwenyewe. Kuna watu walikutuma, sasa uje uwaambie ulifanya nini. Na kila mmoja katika hichi chama kwa ngazi yoyote ataulizwa. Na muda si mbali, ni Oktoba. Nyinyi wana CCM mnakuja kutuomba kura, mmefanya nini? Ndio haya ambayo leo tuliomwagiza kumpa heshima ya kupeperusha bendera ya CCM, ambayo ni diwani wetu, atujuze. Na sisi kama tutakuwa tumeyarizia, hayo ndio tutakayowabeba kwenda kuwaomba wananchi tena ridhaa ya miaka 5 kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hongera sana Chama cha Mapinduzi, hongera sana Mheshimiwa Diwani kwa kuandaa mkutano wa namna hii. Hongera sana. Jambo lingine ndugu zangu, tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Huu ni mwaka wa maneno. Mwaka wa kura za maoni za ndani ya chama zina tabia ya kutengeneza makundi. Na kuanzia tarehe 28 ya mwezi huu, wakichukua fomu watu 20 kuomba udiwani, maana tuna makundi mangapi? 20. Na hayo makundi sio dhambi wala sio laana, kwa sababu hatuwezi wote tukawa tuna mtazamo sawa. Kila mmoja ana mtazamo wake. Kikubwa ni kuhakikisha wakati wa haya makundi tunafanya siasa safi ya kukiacha chama chetu salama baada ya kura za maoni. Usiende ukamchafua mwana CCM mwenzako kama vile ni mtu wa Chadema. Wasambao na usemi wako wanasema usinene ukamala. Kwenye kura za maoni humu, kila atakayejitokeza ambaye atagombea kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ni mwana CCM mwenzetu. Mkimsema, mumseme kwa staha. Msimchafulie utu wake, msimuondolee heshima yake, ili baada ya hapo tupate kuungana kukitafutia Chama cha Mapinduzi kura tukiwa wa moja. Sisi moja. Kwa hiyo kwenye hizi kura za maoni na haya makundi, nataka niwaambie tunatakiwa tuwe salama kabla ya kura za maoni, tuwe salama wakati wa kura za maoni, na tuwe salama baada ya kura za maoni. Na hiyo ndio demokrasia ya CCM. CCM moja. Hiyo ndio demokrasia ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi mkoa wa Arusha tunaendelea kuhimiza umoja. Tunaendelea kuhimiza umoja. Atakayepata heshima ya kuteuliwa kupeperusha bendera ya CCM, huyo ndo atakuwa mgombea wetu. Wote bila kujali ni nani alimpa kura kipindi cha kura za maoni, nani alimnyima kura kipindi cha kura za chama. Kikishaamua sisi wote tunakifuata chama. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki msiwekewe tension, msijiwekee tension kwenye mioyo yenu. Hakikisheni mnasema chama tunajua baadaye kitashinda. Na ndugu mwenyekiti, niwakumbushe wagombea wanaoenda kugombea safari hii, yako mambo lazima tuwaambie.
yoyote aliyojipanga kugombea ajue mambo mawili. Kugombea ni haki ya kila mwana CCM pindi nafasi inapotangazwa. Na hiyo haki hayuko wa kukunyima kwamba usichukue fomu, acha, hayuko. Lakini kuteuliwa ni haki ya vikao. Kwa hiyo mkigombea sio lazima upendekezwe. Sio lazima upendekezwe. Tunamtafuta diwani huyu, mmetokea 20, lazima 19 wasipendekezwe, mmoja afanyaje? Na huo ndio ukweli. Na sasa hivi tuna mchakato iko mara mbili. Mkichukua fomu tu, vikao vinakaa vya kuchuja, kupendekeza na kuteua. Na mkisha pigiwa kura, vikao vinakaa vya kuchuja, kupendekeza na kuteua. Kwa mmegombea 20, kwa mchakato wa CCM wa kawaida lazima watarudishwa wangapi? 3. Wagombea wote mnaotaka kugombea udiwani lazima mjipange, lazima warudi hawa 3. Maana yake nini? Na wakumbusha maneno haya. Usije jina lako likawa halijarudishwa ukakisusia chama, ukataka kukiumiza chama. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nini? Jitayarishe kisaikolojia. Chama hiki kinaweza kikanipa heshima na kinaweza kikaninyima hiyo heshima. Kwa hiyo wewe mwenzangu na mimi ambao jina lako halitorudishwa, wewe utasema nakishukuru chama changu kilinipa fursa ya kuchukua fomu na kimekaa kwenye vikao, kimeona kwa kipindi hiki waende na fulani badala ya mimi ambao ni mwana CCM mwenzangu, na hivyo nitamuunga mwenzangu mkono. CCM oye! Kwa hiyo wote tujiandae kisaikolojia. Kwa sababu wako wana CCM ukishamkata jina, badala ya kwenda kuomba kura za wananchi unaenda kumuomba kwanza yeye, kwa sababu amenuna. Tunapeleka sukari kwake kwa sababu kanuna, jina halijarudishwa. Niwaombe sana wanaolasiti, pindi mchakato utakapofanyika, yoyote atakayerudishwa na chama na vikao, basi huyo ndio atakuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kumekuwa kuna wimbi la watu kusema kama hujaungana na mwenyekiti wewe jina lako linakatwa. Kama hauko sawa na mwenezi wewe jina lako linakatwa. Kama hauko sawa na katibu wewe jina lako linakatwa. Ndugu zangu watu wa Olasiti, nataka niwaambie ukweli kabisa, hayuko wa kukata jina la mtu. Hayupo. Vikao ndio vitafanyaje? Vitapunguza. Vikao ndio vitapunguza, na hapo haitakuwa ni mwenyekiti, haitakuwa ni mwenezi, haitakuwa ni katibu. Vikao vitakuwa vifanyaje? Vimeamua. Kwa hiyo mnaotaka kugombea msitishike. Ukuta mjumbe wa kamati ya siasa hapa anasema msitishiwe. Ni kweli msitishike.